Toba tunatiki. Ndugu waandishi wa habari, nichukue fursa hii kuwakaribisha ofisi ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe, na nimeita hapa kwa sababu nataka nitoe taarifa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, mashabiki na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kwamba kuanzia kesho tarehe 28 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 7 tunatarajia kuanza kuchukua fomu kwa wagombea kwa nafasi ya ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Rungwe na Busokelo, lakini pia udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi na udiwani wa viti maalum. Ningependa kutoa wito fursa kwa fomu za ubunge zitatolewa katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe na fomu za udiwani zitatolewa kwenye ngazi za kata zote. Aidha, fomu za udiwani na viti maalum zitatolewa kwenye ofisi ya DPT. Ndugu waandishi wa habari, malipo wakati wa uchukuaji wa fomu yatakuwa kwa mujibu wa kanuni ya uteuzi katika vyombo vya dola toleo la mwaka 2022 kipengele namba 5, kutakuwa na malipo ambayo yatatolewa wakati wa kuchukua fomu za wagombea bunge na udiwani. Kwa nafasi katika ngazi ya kama taifa haya, malipo yatakuwa kama ifuatavyo. Fomu ya udiwani kiwango ambacho kitatolewa ni shilingi 50,000. Fomu za ubunge uwakilishi itakuwa shilingi 500,000. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuja kuchukua kupitia Chama cha Mapinduzi, kiwango hicho atakuja kuchukua kupitia, atapewa na control number ya kulipia kwenye fomu hiyo. Lakini natoa wito kwa wagombea, ni marufuku kwa wapambe kuja kuchukua na kurudisha fomu siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 7. Kuanzia tarehe 28 wakati unakuja kuchukua fomu unaruhusiwa kuja wewe mgombea tu, labda na mwakilishi wako mmoja. Na tarehe 2 fomu hizi zitaanza kuchukuliwa kuanzia saa 2 asubuhi kila siku kuanzia tarehe 28 kesho hadi tarehe 2 ya mwezi wa 7 jioni. Lakini pia niwaasa kwamba ni marufuku kuja na wapambe, lakini kuja kupiga picha unaweza kuruhusiwa kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu hizo. Kwa hiyo waandishi wa habari, nawaita kwa jambo hilo, niombe wana CCM wote wajitokeze wenye mguu kwenye nia kugombea nafasi za uongozi. Na fomu zetu tutakuwa mchakato wa aina hii. Kila mgombea atapewa na fomu 3 na nakala 3 za fomu atajaza na hatimaye kuzirudisha kuanzia kesho tarehe 28 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 7. Nashukuru sana. Ni kuijaza na kuirejesha kuanzia tarehe kesho tarehe 28. Unaweza kujaza tarehe 28 ukarudisha siku hiyo au ukajaza mpaka mwisho, tarehe ya mwisho ni tarehe 2 ya mwezi wa 7. Baada ya hapo kinachofuata ni mchakato tu. Anayo haki ya kikatiba kugombea, lakini awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, awe na kadi yake ya Chama cha Mapinduzi, ndio tiketi ambayo ataruhusiwa kuchukua fomu ya kugombea. Mtu anakuja na wapambe, anakuja na vyombo vya habari, anakuja na amepakia watu. Kwa hiyo kanuni imekataza. Nini umekiona? Ndio taratibu, kwa sababu mtu unaweza kuja na wapambe, unaonekana kwamba wewe tayari umeshajipanga na watu. Kwa sababu utakachofanya baada ya kuchukua fomu, baada ya mchakato wa uchaguzi ukishapita, baada ya kura za maoni atakayeshinda, hapa ndio utaruhusiwa sasa kufanya kampeni. Kwa sababu ukija na wapambe unaonekana tayari umeshaanza kufanya kampeni kabla ya wakati. Napanga ratiba ya kupita kwa wapiga kura kwenye maeneo ya kata kwa mujibu wa ratiba kwa ajili sasa ya kuanza kampeni.